Tujifunza kuhusu tithe, na sio tithe tu. Tulianza Jumapili hizo za nyuma, tulikuwa tunaendelea kujifunza kuhusu matoleo, giving. Kwa tunaendelea kujifunza kuhusu kutoa, na tukasema kwamba mwisho wa fundisho hili, ambao mwisho si leo, bado tutaendelea nayo. Mwisho wa fundisho hili tutaweza kufanya ibada ya matoleo. Ibada ya matoleo si sisi tutaleta hapa madhabahuni, ni sisi tutapeleka nje. Tutatafuta mahali tuwabariki watu na nguo na vyakula. Sawa sawa. Tutaenda kubariki watu na nguo na vyakula. Kwa hivyo tukasema ya kwamba ukiwa na nguo chache, unaweza pata nguo moja hivi, unaweza ukaleta nguo nzuri tu, si lazima iwe tambara. Unaweza ukaleta nguo, labda ni shati ama trouser ama kiatu ama rinda, leso. Unaweza ukabeba, na tuna mfuko pale kanisani. Ukija utaona Asha, umwambie nimekuja na hii nguo, na hii nguo nataka niweze kuipeana. So we want to do that. We want to bless the community. And so, because we learned that the secret of receiving is giving. Burudia hapo, the secret of receiving is giving. The secret of receiving is giving. Inamaanisha kwamba pasipo na kutoa hakuna kupokea. Usipotoa hautapokea. Bwana asifiwe sana. Amen. And last Sunday we were able to learn about tithing. Tukaweza kujifunza kuhusu umuhimu wa kutoa fungu la 10. Muhimu wa kutoa fungu la 10. Nakumbuka tukisema ya kwamba fungu la 10, wengi tumekuwa tunakosea tukisema ni ya pasta kukula. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunasema fungu ya 10 ni ya pasta kukula, lakini the correction is fungu la 10 ni ada ya madhabahu. Ni ada ya madhabahu. It is a tax to the altar. It is a requirement for the altar. Na tukasema kwamba the altar is the place of transaction, mahali pa biashara ya kiungu na duniani. This is the counter, mahali ambapo biashara inafanyika. Inamaanisha vitu vya mbinguni vikitaka kukujia wewe uliye duniani, vinapitia madhabahuni ndio vikufikie. Nawe ukipokea unarudisha ada, unarudisha 10%, asilimia 10 unarudisha pale madhabahuni, ili madhabahu iwe hai, sababu ile ndiyo sadaka ama dhabihu ya madhabahuni. Madhabahu haiko hai bila sadaka, na ili madhabahu iwe hai inataka sadaka, na sadaka ni kati ya kile madhabahu iliyopeana sehemu yake ya 10 unaileta, you bring it back to the altar, ndio altar iwe hai. Altar ikiwa hai, then the Lord is able to visit that altar. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Najaribu tu kurudia for the sake of those who are not there on Sunday. Nasema hivi, baraka zile unazopata kule nje, hata kama umeajiriwa kazini, ni wewe unayetoa jasho, labda unakata mawe ama unaendesha pikipiki,
ama unafanya mjengo, ama we ni karani mahali, ama unafanya kazi ya benki, ama ni lawyer, whatever you do, ile kazi unayofanya na ule mshahara unaopata, ni madhabahu hii imekubali na ikakuachilia wewe hiyo baraka. Bwana asifiwe sana. Tukasema ya kwamba baraka haimjii mwanadamu pasipo madhabahu. There is nothing that happens on earth that is not under an altar. Hakuna kile kinachotendeka duniani ambacho hakipo chini ya madhabahu. Kama si madhabahu hii, ni madhabahu ingine mahali, na kama si madhabahu ya Mungu, ni madhabahu ya shetani. Kuna watu ambao wametajirika huko nje, wanafanya biashara zao, lakini pesa zao wanazipata kupitia madhabahu ya shetani. Watu kama hao, baada ya kufanya biashara kwa mwezi, wanachukuanga kitu, wanaenda kwa mganga, wanampatia. Wanachukua hata kama ni mnyama, wanaenda mzukani, mahali kuna alta zile zao, madhabahu zao, wanaenda wanachinja, wanamwaga damu. Wakirudi biashara inanoga, wanafanya biashara zao, wanapata hela, lakini hawasahau kutoa sadaka. Hata wale wanaitwa Illuminati wanapata hizo pesa zao, wakishapata kuna kitu wanaenda kutoa. There is no receiving without an altar. There is no receiving. Hata kama wewe haumwamini Mungu, kama yako haiji kwa madhabahu ya Mungu, inakuja kwa madhabahu ya shetani. Bwana asifiwe sana. Amen. There is no receiving, there is no kind, hakuna kupokea. There is no transaction that happens on earth without an altar. The altar is the center of all transactions. Financial transactions zote zinapitia kwenye madhabahu. Kama si hii ni ingine, kama sio ingine ni ingine na ni ingine. Either unajua ama haujui. Leo fahamu ya kwamba chochote unachopokea kinakuja through an altar. Na kwa nini inakuja kutoka kwa madhabahu? Kwa sababu Mungu ili atende kazi, yeye hujitengenezea meza ya kutenda kazi, mahali ambapo atasimama upande yeye akiwa Mungu na upande mwingine akiwa mwanadamu. Na ile meza ambayo anajisimamia akiwa huku, mwanadamu akiwa huku, ni madhabahu. Is the altar, is the table of transaction between the supernatural and the natural. Shetani naye akaiga, kwa sababu alitoka mbinguni. Sawa? Alitoka mbinguni, alikuanga malaika, so anajua vile Mungu anavyofanya kazi. Naye shetani akitaka kutenda kazi, ana meza yake ameitengeneza, ni madhabahu, altar. Anasimama pande hii akimhudumia mwanadamu. Now we give, when we give our offerings and our tithes, wakati tunaleta sadaka na fungu za 10, tunarudisha katika ulimwengu wa kiroho, tunarudisha sehemu ya kile nilichopokea. Nilipata 100 kutoka hapa, sawa? Nilipata 100, ninakula 90, 10 ninairudisha hapa. Kwa nini ni muhimu kurudisha hiyo 10? Ili madhabahu hii ipate chakula. Ile altar, madhabahu inakulanga sadaka. Madhabahu hula nini? Sadaka. Inakula vipi? Je, unauliza iko na mdomo? Haina mdomo. Hata ukiweka 100 hapa, unaweza enda na kesho urudi uipate. Sawa sawa. But katika ulimwengu wa kiroho, najua tuko duniani tuna macho ya kuona, lakini katika ulimwengu wa kiroho, when you bring that 100 shillings na uiweke hapa, hiyo umeileta kama sadaka. Bwana anaipokea kama sadaka katika ulimwengu wa kiroho, na akipokea kama sadaka, sasa inabaki kuwa pesa. Ndio, kama unanipata, inabaki kuwa sasa is ordinary money, ni pesa.
mtu yoyote anaweza tumia. Ikija inakuja ni sadaka. Ile jina ya kwamba hii ni sadaka ni muhimu sana. Inakuja kama sadaka na Bwana anaipokea katika ulimwengu wa kiroho kama sadaka. The Lord receives that offering. Hata wakati ule walipokuwa wakichinja wanyama, walikuwa wanaweza chinja mnyama na amweke pale, na kwa sababu Mungu hata kuja na ale na mdomo wake, kuna wakati Ibrahimu alichinja sadaka akaweka juu ya madhabahu, ilibidi akae macho akifukuza ndege ambao walikuwa wanataka kuja kukula ile sadaka, kwa sababu wakati anaileta ni sadaka kwa Bwana, Bwana anaipokea kama sadaka, alafu inabaki kuwa nyama ya kawaida. Zamani wakati wa makuhani, watu wangeleta wanyama wawachinje na waletwe mbele za Bwana kama sadaka. Lakini sadaka ikija kwa Bwana, baadaye makuhani wanachukua wanakula zile nyama. Kwa nini wanakula? Kwa sababu Bwana ameshaipokea kama sadaka. Sasa inakuwa ni nyama ya kuliwa. Bwana asifiwe. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Kuna kitu najaribu kuleta, ndio maana niseme hivyo. Nitatoa mfano mwingine. Kwa mfano, uwe umeajiriwa, tuseme Henry umeajiriwa na unapata mshahara, na mwaka huu ama mwezi huu umepata mshahara wa 100,000. Sawa? Kwako ukipokea kutoka kwa mwajiri wako, ule ni mshahara, si ndio? Uko na jina mshahara. Lakini kwa mfano uko na mchumba, na mchumba yule anataka kununua kipuli, na uende umpe shilingi 50 kutoka kwa ule mshahara wako, umpe shilingi 50. Atasema hii ni mshahara? Atasema huu ni mshahara? Si atasema hii ni pesa? Ama akikuitisha, atakuitisha na kukwambia, Henry, nataka unipe ule mshahara wako ulipewa jana. Si anakuambia nataka pesa. Yaani ikija kwako inakuja as a salary kama mshahara, lakini ukishaipokea inakuwa ni pesa. Inakuwa ni pesa ambayo unaweza ukaitumia kwa mambo mengine. The same way when you bring that money to the altar, ni sadaka. Kwa hii madhabahu ni sadaka. But when ikishafika kwa hii madhabahu sasa, Bwana akishaipokea inageuka inakuwa pesa. Na ikiwa pesa inatumiwa, ndio maana inaweza ikanunua chombo, ikatumiwa ikaweka stima token, ikatumiwa pasta akaenda akanunua chakula akala, ikatumiwa mtu alikuwa ana shida ya kiatu akapewa, kwa sababu sasa imekuwa ni pesa. But wewe hauileti kama pesa. Shida ya Wakenya wengi, nilikwambia kwamba Kenya kuna shida ya kutoa, si ndio? Watu ni wagumu kutoa. Kenya watu ni wagumu sana. It's because mtu akileta, tutumie hii, mtu akileta kanisani anaileta kama pesa. They see it as money. The moment you see it as money, you will have a problem giving. Sijui kama tuko pamoja. Utakuwa na shida ya kuitoa. Utakuwa unaiona iko na value ya 1,000 nzima, nitoe sadaka mimi 1,000 nzima niitoe kanisani. Nitoe 1,000 kanisani. Because you are looking at it as money. Iko na ile value. Unajua hii 1,000 inaweza nisukuma wiki mzima fare ya kwenda na kurudi town na kukula lunch. Hiyo ndio shida tuko nayo wa Kenya. Na ndio maana tunasumbuka kutoa. Kienda makanisani watu wanaleta 50, 20, 10, mashilingi. Pesa zile kubwa kubwa zabaki nyumbani. Kwa sababu tuazichukua, tuaziangalia kama pesa, hatuziangalii kama sadaka. That's where the problem is. But if I look at this as a sacrifice, as an offering, it does not have value. Haina value kwangu.
Sijui kama unanielewa. Haina value. Kwa sababu gani? Nitasema hii ni sadaka kwa kile Bwana alichonifanyia mwezi huu. Kwa sababu Bwana amenipa uhai, nimepumua, sijaenda hospitali, nimekuwa mzima, niko na amani, niko na hiki na yaani, nikihesabu yale mambo Bwana alionifanyia na niseme nitatoa hii kama sadaka, this 1000 is nothing. Sijui kama unanielewa. Hii haitakuwa na thamani nikijaribu kulinganisha na yule Mungu jinsi alivyo na yale mambo alionifanyia. Hii haina thamani. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. So that is the mentality that I want the Lord to help us. Kama Bwana anaweza kutugeuza nia zetu na sadaka tuione ni sadaka. Shida ingine, ushawahi kusikia watu wanasema yule pastor sisi ndio tunamlisha. Yule kama sisi ile kanisa ingefika pale. Sisi ndio tumenunua vyombo pale bwana. Sisi ndio tumeweka tiles. Zile viti sisi ndio tumefanya. Sasa nakuja kutuambia mambo ya sijui tutubu tufanye, sisi ndio tumefanya. Why? It's because ulitoa pesa. You gave money. Si ndio? Ulitoa nini? Pesa. Lakini kama ungetoa sadaka, alafu sadaka yako itumike kuweka tiles, kama ungeitoa kama sadaka, hiyo sadaka pastor anunue tile, haungeikumbuka. Kweli. Haungeikumbuka. Kweli. Kwa sababu sadaka hazikumbukwi. Mtu akumbukangi sadaka yake. Ni Mungu ndio anakumbuka sadaka. Kweli. Hiyo hujasikia. Mwanadamu akumbukangi sadaka. Mungu ndiye anakumbuka sadaka. Amen. Ukiona ulitoa na unakumbuka mwaka jana nilitoa pesa fulani, hiyo ulitoa kama pesa. Na itakusumbua mambo yasipoenda vile unavyotaka, utaanza kuleta siasa na utateta na utasema hii kanisa sisi ndio tulifanya hivi, sisi ndio tulifanya hivi, huyu pasta kama sio sisi, huyu mzee wa kanisa kama, kwa sababu mlitoa kama pesa. Maana anayetoa pesa zake lazima atakumbuka. Pesa, nani anasahau pesa? Hakuna. Kuna mtu anasahau pesa kweli? Ati ulitoa pesa fulani mahali alafu usahau. You don't forget. Why? Because it is the Bible. It's biblical. Tanikwambie sababu. Mathayo 6:21. Nasema hivi. Sorry, mimi 10 Mathayo iko wapi? Mathayo inakuanga wapi? Kuanga kwa Biblia. Hapo ndani. Haya, nasema hivi. Taanza mstari wa 19, inasema msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala kuiba. Kwa maana hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Bwana asifiwe sana. Amen. Hazina yako ilipo. Kama hazina yako iko ndani ya hii noti ya 1000, moyo wako utakuwa hapa ndani ya hii noti.
Yaani ukichukulia hii kama pesa, pesa ni hazina. Pesa is treasure. Okay? Treasure. Hazina ni treasure. Kuna tofauti ya hazina na tofauti ya account. Treasure and account, those are two different things, eh? Hazina inaweza wekwa ndani ya hiyo. Tukisema muweka hazina, inamaanisha ni mtu anayeweka pesa, anayeweka treasure. The treasurer, ambaye treasure ziko ndani yake, anazibeba. Sasa hazina zetu za Kikenya ni pesa. Inaweza kuwa pia na hazina za vitu tofauti. Inaweza kuwa na gari, inaweza kuwa na nyumba, inaweza kuwa na vitu vya nyumba. Hizo ni hazina. But hazina moja common ni pesa. So pesa hii, Biblia inasema ya kwamba wakati utaweka hazina, mahali palipo na hazina yako ndipo palipo na moyo wako. So kama utaweka hazina yako ndani ya pesa, yani hii pesa ndiyo hazina yako, it means ukiitoa kanisani, moyo wako uko pale. Uangalie hiyo pesa, hiyo tao imetumikaje hiyo pesa. Naona pale tumetoa sadaka. Nimeona pale Lynn ndio anazihesabu, mke wa Samson ndio anazihesabu. Na watu naona pia wanakujanga na gari kanisani. Inaonekana hawa kina Samson pia wana share. Hiyo nimeendaje? Naangalia vizuri hii pesa imetumikaje. Leo naona pastor amevaa kiatu mpya. Na hizo siku zingine hakuwa anavaa kiatu mpya, lakini juzi vile nilitoa ile 1000. Naona sasa hii mambo yamebadilika. Yaani hapo umetoa pesa. Ukitoa pesa hazina, maana umeweka hazina yako ndani ya ule mfuko. Kuna watu, wacha nitumie mfano. Kuna watu ameweka sadaka 1000 pale ndani, moyo wake uko pale. Yaani umetoka ndani ya mwili, umeingia ndani ya ile kikapu ya sadaka. Yaani kama hatulii, hana amani, atasumbuka, atateseka wiki nzima akifikiria kuhusu ile 1000 yake ambayo iko ndani ya kile kikapu. Ilienda wapi? Ilifanya nini? Mbona zile tiles bado hazijawekwa? Na wale mabati tulinunua, hebu tuhesabu 1, 2, 3. Tulikuwa tununue mabati 50, mbona hii iko 40? Yaani kwa sababu moyo ulitangulia ndani ya kikapu pamoja na ile pesa. Bwana sifiwe. Amen. And that is why we suffer to give. We suffer. Kuna watu yaani kama kuna wakati mgumu katika ibada, katika program ya Sunday service, kama kuna wakati mgumu ni wakati wa kutoa sadaka. It's the hardest time for washirika. Ni wakati mgumu, maana pale sasa ndio sasa naanza kuona hapa sasa ninaibiwa. Woi, nimeibiwa. Woi, nimeibiwa. Yani, why? Because you came with money. Ulikuja na pesa kanisani. Ndio shida, tunatoka nyumbani na pesa, tunakuja nazo kanisani. Lakini kama mtu angetoka nyumbani na sadaka, sema sadaka. Unajua ungekuja na unaingiza tu mkono mfukoni na unahesabu na unaweka pale, hata utaki kujua fulani ametoa ama hajatoa. Unajua kuna wale watu wanashikilia yake, anaenda akiangalia mwingine anakunja, amekunja 50. Amekunja 100. Ile zake hata zinalialia na kani mashilingi. Sasa mimi 200. Amekunja 50, hata bibi ya pasta amekunja 100. Acha nitafute ile nyingine. Naangalia nyingine ndogo. Change.
Because you came with money. You came with money. Unajua sadaka huandaliwa nyumbani. Sijui kama unajua hivyo. Sadaka huandaliwa nyumbani. Ukiona umekuja kanisani wakati wa kutoa sadaka ndio unaanza kujiuliza nitoe ngapi, kwa akili yako unajua ni ama 20. Ujue umekuja na pesa ndugu yangu. Lakini sadaka huandaliwa nyumbani. Over the week unaandaa, unajua mimi Sunday nataka niende nitoe 500. Na unachukua ile 500 na iweka kando mahali akaanga pale. Ikifika Sunday asubuhi unaenda kwa ile mahali pako pa kuweka, unachukua hili sadaka. Na ukija kanisani unaitoa bila tabu, kwa sababu ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moyo wako uko wapi? Where is your heart? Where is your heart? When your heart is on the money, unajua moyo wako, shida moyo ukiwa juu ya pesa utahangaika, kwa sababu pesa hazikaki na mtu. Pesa huwa hazikai na mtu. Tunazitumia, is a medium of exchange. Unatumia, unazibadilisha na kitu kingine, unazipata, unazitumia tena. Sasa utakuwa mtu unatembea, moyo wako unatembea na ile pesa tu. Umeenda huko, moyo umechukuliwa na fulani huko, umefanyia biashara huo moyo. Mwingine ameuchukua huo moyo, ameulipia matatu. Unajua moyo wako ni pesa, sijui kama unanielewa. Moyo umehangaishwa kule. Mwingine ameuchukua, ameenda ameukulia chips. Huo moyo ameutoa, mwingine ameuchukua. Yaani pesa inatembea. Ukiweka moyo wako kwenye pesa utateseka. You will suffer. Vile hiyo pesa inaenda ndio moyo wako utakuwa unaenda, unaifuata. Unatembea nayo. Leo imeshikwa na Msomali. Moyo uko kwenye Msomali, kwenye wallet ya Msomali, anatoa hapo, anapatia Muhindi. Muhindi naye anachukua, anaenda ananunua makoronya, anakuja anauza Kongowea, mwingine ananunua. Ile pesa inatembea tu, moyo wako unatembea, unavuka feri, unarudi, unaenda huku, unahangaika. Hapo kweli. Hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo. Bwana anawaagiza hapa watu, anawaambia wekeni hazina zenu mbinguni. Mbinguni. What's the meaning of that? What's the meaning of that? Bwana asifiwe. Put your treasures in heaven. Ziwekeni hazina zenu mbinguni. Hiyo hazina, hiyo pesa yako hiyo, iweke mbinguni. How do you give it? Tunawekaje hazina zetu mbinguni? Kama kuna mtu anajibu ambaye labda kuna M-Pesa ya mbinguni, kuna mtu akona hiyo paybill number, tunaweza tukatuma hapa tuweke hazina zetu mbinguni. Si Biblia imetuagiza? Wekeni hazina zenu mbinguni. Na hazina zetu tumesema ni nini? Ni pesa. Kuna paybill iko mahali tuweze kutuma? Hakuna. Je, kuna ndege fulani ambayo inatokanga mara moja kwa mwezi ikipeleka hazina mbinguni, tuitafute tuende tulipe ticket tupeleke hazina zetu mbinguni? Is there something like that? Hakuna. Kuweka hazina zetu mbinguni tumesema nini? Kwamba mbingu ikitaka kufanya biashara na dunia inatumia nini? Madhabahu. Si ndio? Dunia nayo ikitaka kufanya biashara na mbingu itatumia nini? Madhabahu. So, kama tunataka kuweka hazina zetu mbinguni, tunaziweka wapi? Madhabahu. Nafikiri hapo umenielewa. Nasoma tena Mathayo 6:19. Msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo moyo wako. Praise the Lord. Amen. I say praise the Lord. Amen. Tunasema tunajifunza kuhusu kutoa. And the reason why
we are preaching about giving. Nilisema last Sunday, sihubiri kuhusu kutoa kwa sababu nina njaa kwangu, nina ukame. Nilisema sio hivyo. That's not the reason. Nahubiri kuhusu kutoa kwa sababu ni muhimu ili upokee uwe mtoaji. You have to be a giver first before you may receive. So, kama tumeelewa maana ya hii madhabahu, it is the place of transaction. Mbingu ikitaka kubariki dunia inaibariki kupitia altar. Altar nayo ikitaka kubariki mbingu, dunia nayo ikitaka kupeana vitu vyake mbinguni inapeana kupitia madhabahu. Sasa msiweke hazina zenu duniani, mahali ambapo nondo na kutu vinakula na kuharibu, bali wekeni hazina zenu mbinguni. So umepokea, sawa, you have received 1000 shillings. Kati ya ile 1000 umepokea, 900 ni yako kula. 100 iweke kama hazina mbinguni. Iweke kama hazina, ilete. That's the reason of a tithe. Unajiwekea hazina, unajiwekea hazina mbinguni ambako hailiwi. Zile utakazotumia ni zile zako 90, lakini ile 10 ukiiweka hapa, umeregister, umeongeza katika hazina yako ya mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu umeweka kwenye madhabahu hii hazina yako, moyo wako utakuwa wapi? Hapo kwenye hiyo madhabahu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu umeileta madhabahu, umeleta sadaka yako, hazina yako umeweka kwenye hii madhabahu, then your heart will go after the altar, will go after that altar. What does that mean? You will be a slave of that altar. Utakuwa mtumwa wa ile madhabahu. Now that is where I come and tell you to be careful which altar you give to. Bwana asifiwe. Amen. Kuwa na umakini, chunga. Ambia mwenzako chunga. Chunga ni madhabahu gani unatoa. Chunga ni madhabahu gani unaitolea. Kwa sababu unapotoa, unapoweka hazina yako, moyo wako unakuwa pale. Inamaanisha your heart will go after that altar. Moyo wako utaitapia ile madhabahu. Sawa? Kwa njia nyingine, kwa lugha nyingine, utakuwa mtumwa wa ile madhabahu. You'll be a slave of that altar. What does that mean? What does that mean? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inamaanisha nini? Inamaanisha madhabahu ile itakuamulia, itakuamulia vitu. Madhabahu ile itakuwa, yani ita release vitu, because you have given to it. The altar must respond. Bwana asifiwe sana. Amen. Altar inakuanga ni kama umeingia kwa lift na iko in good condition, na ufinye tu, hiyo lift lazima ita respond na itakupeleka floor ya pili, si ndio? Amen. That is the same way to that altar. Ukitoa na uweke hazina yako pale, inajibu, ina respond. Na ina respond kwa kukupa vitu ambavyo viko kwenye ile altar, vya upande huo mwingine inakupatia. Amen. So you are safe if that is the altar of Yahweh. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama ni madhabahu ya Yahweh, you are safe. Kama ni madhabahu ya Jehova Yahweh, Mungu aishie milele, the living God, you are safe. Hallelujah. Amen.
Na hii ni madhabahu ya Yawe. Amen. Sema amen. Amen. Hii ni madhabahu ya Yawe. Hakuna kiungu kingine kinachoabudiwa hapa. Hakuna. Hata mwanadamu haabudiwi hapa. Hata mimi Pastor Moses siabudiwi hapa. This is not my altar. Hii si madhabahu yangu. Kwa hivyo vile vitu vinavyotoka hapa si vyangu, ni vya Yawe. The other side of the altar, hiyo pande ingine. Si unakumbuka ule mfano wa bank? Ule mtu amesimama kwa counter ya bank na kule mbele kuna yule mwingine. Ndani ya bank kuna yule mwingine. Unatoa kitambulisho chako anakuingizia pesa na pale unachukua. The other side of this altar, this table of transaction is Yahweh. Hallelujah. Amen. Upande mwingine ni Yahweh. Kwa hivyo vile vitu atakavyoviachilia ni yeye Yahweh ataviachilia kwako. Bwana sifiwe sana. Amen. Yeremia 11:19, najua mipango niliyo nayo juu yako, mipango ya kukufanikisha. That is our Yahweh. Hawezi kukupa kitu cha kukuharibu, hawezi kukupa kitu cha kukupoteza. Shida ni kama hiyo madhabahu ambayo unaitolea ni madhabahu ya mwanadamu. Unajua kuna wanadamu wamejitengenezea madhabahu zao. Bwana asifiwe. Wapo wanadamu wamejijengea madhabahu zao fanyika. Hao ndio miungu midogo pale. Sasa unapotoa kwa ile madhabahu, what happens is that you receive from the owner of that altar. So kama yeye amejawa na mapepo zinakuja kwako, kama amejawa na laana zinakuja kwako, amejawa na tabia mbaya mbaya zinakuja kwako. Madhabahu zingine zinaitwa jina la kanisa kabisa, jina iko jina ya church, lakini ni madhabahu za mashetani. Na unapotoa kwenye madhabahu hiyo ya mashetani, what you receive from the owner of that madhabahu. Sasa nakuja mahali nimesema kwamba utakuwa slave wa hiyo madhabahu. What does that mean? You'll be a slave of that altar. Kukuwa slave wa hiyo altar inamaanisha kwa sababu moyo wako uko pale, ukikaa hivi umepata tu pesa, umepata chochote cha kufanya, unafikiria hapo, unafikiria hiyo madhabahu, unakumbuka hiyo madhabahu, inakufanya unakuwa mtumwa. Unaweza hata ukaacha shughuli zako ukakimbia uende utoe kwa hiyo madhabahu. You are safe when that altar is the altar of Yahweh. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, kama ni madhabahu ya Yahweh you are safe, kwa sababu moyo wako utakuwa unamwelekea Bwana. Ukipokea mshahara wako unamkumbuka Bwana. Yaani kitu cha kwanza kabla ufanye, Bwana Yesu asifiwe, kitu cha kwanza kabla ufanye unamkumbuka Bwana. Nimepokea mshahara wangu wa 10,000. I remember it is the Lord who has given me this. Tayari unachomoa 1,000 unaiweka kando. Yaani umekuwa mtumwa wa huyo Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hao ni watu ambao hawaogopi mishahara yao. Wanamheshimu Bwana zaidi ya pesa zao. Kwa sababu wamekuwa watumwa wa Bwana. They are slaves to the Lord. Lakini hapa tuko na watumwa wa Bwana kweli? Bwana asifiwe. Nauliza swali, je, tuko na watumwa wa Bwana? Do we have slaves to the Lord? Wako ama leo hawajakuja? Wako. Watumwa wa Bwana, watu ambao akipokea mshahara wake kitu cha kwanza amekumbuka ni Bwana aliyenipa, lazima nimtengee na nimpe. Lakini mara nyingi tunakuwa watumwa wa madeni. Pesa ikiingia tu tayari tunafikiria fulani ananidai 1,000, Mshwari ananidai 800, acha nilipe Mshwari kwanza kabla ya kila kitu, ili wasije wakanifungia nikashindwa kukopa kesho. The first thing I'm doing nalipa Mshwari. The first thing I'm doing. Watumwa wa madeni. Kwa nini? Kwa nini unakuwa mtumwa wa deni? Acha nikwambie leo.
You will not be a slave of something that your heart is not there. Nimeongea Kizungu, nasema Kiswahili. Hautakuwa mtumwa wa kitu ambacho moyo wako hauko pale. Sasa kama wewe ni mtumwa wa deni, kama ukipata pesa yako kitu ya kwanza unafikiria ni kulipa deni, inamaanisha wewe ni mtumwa wa deni. Na ilianzaje mpaka ukawa mtumwa wa deni? Kwa sababu badala ya kutoa fungu la 10 ulichukua pesa ukazilipa deni. Pesa za nini? Za fungu la 10, ambao ndio nini? Ndio hazina. Sawa? Tuko pamoja? Ukachukua hazina ukailipa deni. Ulipochukua hazina ukailipa deni, ukaweka ndani ya altar inaitwa deni, si ndio? Sawa sawa. So moyo wako si unafuatanga hazina. So moyo wako ukafuata ile altar ya deni. So moyo wako ukawa mtumwa wa nini? Wa deni. Kama unaeleweka pale? Kuna wengine ni watumwa kwa nini? Wakula. Nasema wakula. Akipata pesa kitu amefikiria kwanza, leo kuku lazima ife. Kuku itakufa. Chips, viazi lazima leo zikule kisu. Lazima zikarangu. Huyo amekuwa ni mtumwa wa chakula. Kwa sababu kuna siku alichukua fungu akainunua chakula, hazina yake ikawa pale, moyo wake sasa the heart goes after food. It goes after food. Chakula. Nataka ujiulize, ukipatanga pesa zako ni nini unafikiria ya kwanza? Ni nini? Ile kitu unafikiria ya kwanza, you are a slave to that thing. Umefanyika mtumwa wa hiyo kitu. Na ni kwa sababu you don't give to the Lord. But when you give your tithe to the Lord, you become a slave to the Lord. Ukiwa mtumwa wa Bwana, hauna shida. Unamtengea tu yake, na ya Mungu si nyingi, kwangi mingi. Kama una 10,000, ya Mungu ni moja tu. Just 1,000. Mungu si kama shetani. Shetani atakunyang'anya kila kitu. Wale walio watumwa wa shetani, unanyang'anywa kila kitu. Ushaona watu ni watumwa wa washerati. Sasa kuona akipata pesa hivi anafikiria sasa, leo nitalala hoteli fulani, starehe pale, wanawake 3. Akitoka pale pombe amekunywa, pesa zimeisha. Atateseka, akija akipata pesa tena anarudi tena kwenye anasa. Anaenda anamalizwa na pombe na wanawake, akitoka huko pesa zimeisha. Niambie, ni nani ambaye ameshawahi kuwa mtumwa wa Bwana akaenda akamaliza pesa zote? Because the Lord, this means 10%. 10%. 10%. What is 10%? Mary. Uko na 5,000. Shilingi 500 tu. 500. Ubaki na 4,500. 500 ukileta kwa Bwana umeibiwa. Yeye aliyekupa uhai, aliyekupa nguvu, ukakaa hapo kwa hiyo duka, aliyekupatia amani, aliyekusaidia ukaelewana na huyo mwajiri, aliyempa huyo mwajiri pesa ndio akakulipa mwisho 5,000. Unashindwa kumpa shilingi 500, 500 shilling out of 5,000. Lakini afadhali kuna wale ambao ni watumwa wa kamare. Kamare, sijui kama unajua kamare. Kamare inaitwaje Kizungu? Gambling. Akipata pesa kitu cha kwanza nafikiria ni gambling. Sport pesa, sijui China, zile za China, zile loto, betting na nini hizo. Kitu cha kwanza nafikiria ni hiyo. Nimepata 1,000. Hii 1,000 nikiweka kwenye bet moja shinda 5,000. Na unapata mtu huyu ni mtumwa, hata akipata 10,000 anafikiria tu gambling. Why? Ni mtumwa kwa sababu moyo wake uliingia pale. Vipi? Aliwahi kuchukua pesa ambayo ilikuwa inafaa kwenda kwa Bwana akaiweka pale.
The problem is when you use your tithe for something else, you become a slave of that something else. Amen. Amen. Leo nafundisha kitu very serious, something very significant and very serious. When you use your tithe for something else, you become a slave of that something. Utajikuta tu kila mwezi ukipokea ni hiyo kitu unafanya. Utajipata tu kila mwezi kama ulichukua tithe yako ukapatia mama yako. Hiyo si ni kitu mzuri tu. Za good thing. Umechukua tu tithe, leo sitatoa tithe. Mama amenipigia simu ameniambia hana kitu, wacha nimpatie hii pesa. Money that was supposed to go back to the altar that gave you, ulimpa mama yako. Nakwambia kila mwisho wa mwezi shida itatokea kwenu na utatumia mama yako pesa. Itatokea tu. Somehow it will happen. You will become a slave of that thing. Bwana sifa sana. Amen. Na mwingine shida inampata, pesa imepatikana. Unajua tithe, nataka nikwambie, fungu la 10 ni majaribu. Sema ni majaribu. Majaribu. Tithe is a test. Is a test. Na nakwambia kwa nini is a test. It's biblical. Fungu la 10 ni majaribu. Is a test. Kwa nini is a test? Mara nyingi wakati unafaa kutoa fungu la 10 ndio kuna kuanga na shida. Sio kama gundua hiyo. Ndio kuna kuanga na hitaji, there is a need that justifies, yani nakufanya yani hata nisipotoa hii fungu inaeleweka. Vile nimebanwa. Vile hii pesa ni kidogo. Na vile haya mahitaji ni makubwa. Hata nisipoitoa hata Mungu anaelewa. Si yeye ndo amenipa na amenipa kidogo na anajua niko na shida na amenipa kidogo ambazo hazitoshi mahitaji yangu. Si anaelewa hata yeye. Fungu la 10 ni majaribu, is a test. Every time you have the money na unataka tu kutoa fungu hivi, kashida, kahitaji fulani kanatokea. Kahitaji fulani kanatokea. Sasa tuseme umepata pesa na una fungu hapa. Umepata tuseme 10,000 na unahitaji kwenda hospitali kwa mfano. Malaria imegonga vibaya. Nasema hapa nimelipa nyumba, hii nimenunua chakula, nimebaki na 2,000. Hii 2,000 nikitoa 1,000 nipeleke kwa tithe. Hii 1,000 haitatosha kunitibu. So acha nichukue hii 1,000 niende ninunue dozi ya malaria na nini, ile ya fungu la 10 uitumie katika kujitibu. Sio ni kitu mzuri tu kabisa. Umejitibu wewe mwenyewe, afya yako uwe vizuri. The problem is you become a slave wa hayo matibabu. Sijui kama mnanipata. Unakuwa mtumwa wa hayo matibabu. Ina happen kwamba every time pesa imeingia, ka ugonjwa nako kanaingia pamoja na pesa. Nimekwambia nyuma ya hiyo madhabahu unayoitolea, madhabahu lazima itarespond. Bwana Yesu asifiwe. The altar will answer back. Ukitoa kile what was supposed to go to the altar of God na uichukue uipeane kwa altar ya matibabu, altar ya magonjwa, si ndio? Magonjwa yatarespond back. Wakati pesa imepatikana, si pesa itakuja tena. Hapa kuna sayansi, inafaa muelewe hiyo sayansi. Umepata 1,000, sawa? Umetoa 100 kwa hii madhabahu ya Yawe, sawa? Kwa sababu hii 100 madhabahu ikicalculate, if this 100 is 10%, then the gross figure ile yote itakuwa 1,000. Sawa? Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Tuko darasani kidogo leo, nataka tuelewe. Si umetoa 100, madhabahu inapiga hesabu times 10, huyu jamaa anafaa kupata 1,000. Madhabahu ina respond na kuletea 1,000 nyingine. Sawa sawa? Unatoa tena 100 unarudisha kwa hii madhabahu. Madhabahu inajibu, inakurushia tena 1,000. The same way, kama ulifaa ulete hiyo 100 kwa madhabahu ya Yawe na ukakosa kuileta, ukaipeleka ukainunua dawa. Sawa sawa? Madhabahu ile ya dawa nayo ita respond.
itakurushia 10 times ya madawa. Unajipata mwisho wa mwezi mwingine umefika, pesa imekuja, lakini juzi ulitumia 100 kununua dozi, sasa hivi unatumia 1000 kununua dozi, sababu imekupatia times 10. The altar that you give to responds 10 times. This is serious. This is very, very serious. And many people suffer. Na Biblia hata inasema watu wangu hupotea kwa kukosa maarifa. It is simple maths, simple mathematics. The Lord needs 10%. Umepata 10,000, unaleta 1. Ukileta 1, madhabahu ina multiply times 10. Inakupatia na kurudishia. Ukipeleka kwa madhabahu ingine, inakupatia hiyo ingine pia mara 10 zaidi. Uliamua tu haita sababu naona hapa kuna shida, wacha nilipe deni. Umetumia tithe kulipa deni ya mshwari ya 1000. Sawa? Tithe ilikuwa 1000, deni ya mshwari ilikuwa 1000. Umetumia tithe kulipa. Hiyo altar ya mshwari mwezi ujao inakurudishia ngapi? 10 times. Unajipata huo mwezi mwingine uko na deni ya 10,000 ya mshwari. Bwana sifiwe sana. Tithe ni majaribu, is a test. Malachi 3, angalie Malaki 3. Bwana sifiwe sana. Amen. Malaki 3 inasema hivi, mstari wa 10. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu. Kama umeona hapo, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mujue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Mkanijaribu kwa fungu la 10. Mkanijaribu, test me with your tithe, because the tithe is a test. Fungu la 10 ni majaribu, hata Mungu anajua. Tunasema mnijaribu na mimi, kwa sababu mko na majaribu huko kwenu, mnajaribiwa. Fungu la 10 ni majaribu. Ndio maana Bwana anasema tu mjaribu na yeye. Unajaribiwa tu, unajaribiwa na ile kidogo. Sasa anasema tukimjaribu yeye, tuangalie tuone kama hatafungua madirisha ya mbinguni. Now that is ndiye yule Mungu ambaye yuko nyuma ya ile altar. Tuko pamoja? Yeah. Bwana sifiwe. Amen. Yeye ambaye yuko nyuma ya ile altar yawe anasema, mkinijaribu kwa njia hii, nitafungua madirisha ya mbinguni kule kwangu, niwamwagie vile vitu vyangu. Bwana sifiwe sana. Haya. Ukienda ukijaribu mshwari ama madeni, si madirisha ya huko pia atafunguliwa. Wakumwagia mpaka ukose mahali pa ama ni mimi ninasema ama ni Biblia inasema jamani? Bwana sifiwe sana. Nenda ukajaribu kwenda kwa sindano. Ile fungu la 10 unaijaribia pale kwa sindano. Hiyo madhabahu ya sindano nayo itafungua madirisha yake ya huko kwenye sindano na ikumwagie maji sindano mengi hata ukose mahali pa kupaweka. Utakuwa leo umedungwa tako hili, kesho unadungwa hili, kesho unadungwa mkono, kesho kuto unadungwa hapa, siku nyingine unadungwa paja, mpaka unakosa mahali pa kudungwa. Madirisha yamefunguliwa. Bwana sifiwe sana.
Every altar responds to what you give it. When you give to an altar, it will respond and give you back. Hallelujah. Amen. Ya leo dozi ya leo ni